ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, karibuni tena wafuasi na wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Parungo Online 2, hususan katika darasa yetu hii ya kitabu cha Riyadhus Salihin. Karibuni. Leo tunauanza mlango wa taqwa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, al-aya. Wa qala Allahu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Kama ambavyo shekhe katika kitabu hiki alieleza kuwa anapendelea katika kila mlango kuanza kwa hadithi kwa aya ambayo ina munasab wa mlango huo. Kwa kuwa mlango wetu ni wa takwa, ameanza kwa aya isemayo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati, enyi ambao wameamini mcheni Allah, muogopeni Mwenyezi Mungu haki ya kumuogopa. Na akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi muwezavyo. Kwa hiyo kila mmoja amche Allah kwa ukomo wa uwezo wake. Hapa ndio mwisho wangu mimi. Basi na Mwenyezi Mungu, la yukallifu Allahu nafsa illa usaha. Ikiwa ni katika kutoa, mche Allah kwa kutoa kiasi unachoweza. Ikiwa ni katika kusaidia, basi mche Allah kwa kusaidia kiasi uwezavyo. Haitokuwa wewe waweza kutoa 10, Allah subhanahu wa ta'ala akuambie toa 30. Bali wewe kama waweza kutoa 10 na ukatoa 5, wenda ukawa na dhima, kwa sababu hukufanya bimuktadha al-aya, hukuitendea haki aya isemayo mastata'tum. Kwa hiyo kuna angalizo hapo. Kuna mwingine anaweza kuifasiri aya na kuchukua maana ya kwamba si unavyoweza, si uwezo wako tu. Sasa hiyo ndio uje uipeleke kwenye uhalisia wake. Basi mbona watu wa 200 utamwambia Mwenyezi Mungu kwamba huu ndio uwezo wangu kweli, unapomiliki 20,000 ukatoa 200? Fa hadhihi al-aya mubayyinatun lilmuradi min al-ula. Na aya hii inaweka wazi muradi wa aya ya mwanzo. Aya ya mwanzo imesema tufattaqullaha haqqa tuqati, ambayo utaona kwamba kama Mungu anataka kuchwewa, kuogopewa, kutuiwa kwa 100%, kwa hiyo basi taqullaha haqqa tuqati, jambo ambalo lingekuwa gumu kwa kila mtu. Sasa aya hii inakuja kuweka muradi kwamba haqqa tuqatihi kwa nisba ya wewe. Mimi nikimcha Allah kwa kutoa nilichokuwa nacho, nikatoa shilingi 10, nimemcha Allah kikweli kweli, kwa sababu mwenyewe tokea hapo naweza hiyo. Na mwingine haqqa tuqatihi yake ni kutoa milioni, kutoa na mamilioni 100 na mabilioni kwa matirioni. Kwa hiyo ikawa hii imekuja kuweka wazi. Waqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao wameamini mcheni Allah na semeni maneno yaliyo ya sawasawa, sawaban. Wal ayatu fil amri bittaqwa kathiratun ma'luma, na aya katika amri ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi zenye kujulikana. Waqala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na mwenye kumcha Allah atamjalia matokeo. Makhraj, kuna mahala wewe ulikuwa umepazika, basi Mwenyezi Mungu atakutoa. Kuna jambo ni zito kwako, Mwenyezi Mungu atakupa njia, fanya hivi litatatuka.
Wayarzuku min haithu la yahtasib, na atamruzuku kwa njia asiyoidhania, asiyoitegemea. Kuna wewe una shida yako, unasema bila fulani shida haijatatuka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa umemcha Allah kikweli, wala huyo fulani hatakudiriki, na hata ukimkosa huyo fulani ikawa pengine ametokewa na la kutokewa, basi usikate tamaa. Mwenyezi Mungu atakufanyia kwa upande usioudhania. Wakala Taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, mkimcha Allah atawajalia upambanuzi. Kama kuna jambo linawatatiza mtapata upambanuzi. Wa yukaffira ankum sayiatikum, na atawasamehe madhambi yenu, makosa yote mlioyatenda. Wa yaghfir lakum, na atawasamehe, atawafutia makosa yenu na atawasamehe. Wallahu dhul fadhli adhim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, kama alivyosema hapo nyuma kidogo. Wa amma al ahadithu, ama hadithi katika upande wa taqwa. Fal awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, imepokewa hadithi kutoka kwa Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amuwie radhi, amesema qila ya Rasulallah, aliulizwa ewe mtume wa Allah, man akramun nasi, ni yupi mtukufu zaidi wa watu? Watu wanashindana fadhila na manzila, utukufu na daraja. Sasa ni yupi ana sharaf, ni yupi ana karam kuwashinda wenzake wote ama wengi? Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atqahum, mchaji wao zaidi. Atqahum, mchaji wao zaidi, yule ambaye anamcha Allah kikweli kweli, yule ndiye ambaye ni akramuhum. Waqalu, wakasema laisa an hadha nas'aluka, hatukuulizi kuhusu hayo. Laisa an hadha nas'aluka, sio kuhusu mambo hayo ya Rasulullah. Qala, akasema Mtume, fa Yusufu nabiyullah ibn nabiyillah, ni mtume wa Allah na ni mtoto wa mtume wa Allah. Ni nabiyillah, mtoto wa mtume wa Allah. Ibn khalilillah, mtoto wa kipenzi mwandani wa Allah. Qalu, bado wakasema pia laisa an hadha nas'aluka, hatukuulizi kuhusu hili. Qal, akasema faham maadin al-arab, je, unauliza kuhusu zile tuseme ni kuhusu masala ya Waarabu, siri za Waarabu. Tasaluni, ndio mnaniuliza kuhusu mambo hayo, kwamba Waarabu na matabaka yao, umeona na hali zao, kwamba sasa je, kabila lipi ni bora kuliko kabila lipi, au je Waarabu? Kama mnauliza kuhusu mambo hayo, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idha faquhu, wabora wao katika jahilia ndio wabora wao wale wale katika Uislamu, wakitambua dini. Idha faquhu, watakapojifundisha dini wakaielewa, wakawa ni wajuzi. Muttafaqun alayhi, faquhu bi dhammi al-kafi ala al-mashhuri, lakini pia kuna kasiri yake, kwa maana idha alimu ahkama ash-shar'i. Yote kwa yote ni kwamba kama itakuwa unataka labda kujua kwamba Waarabu bora ni wapi, bado ni yale yale. Kama alikuwa mtu katika jahilia ni bora, ni mtukufu, kabila fulani ni bora kuliko kabila fulani, basi wakija wakijitambua vizuri kwenye upande wa dini, basi ubora wao utabakia kama ulivyokuwa. Yote kwa yote imelenga takwa, imelenga ilmu. Hakuna ubora unaokuja ni ubora automatically kwa sababu ya mtu kuwa katika kabila fulani, kwa sababu ya mtu kuzaliwa na mtoto fulani na mtu fulani, bali tunaukuta ubora umezungukia kwenye takwa na kwenye kuifahamu vizuri dini.
الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة حضرة. Hakika dunia ni kijani kilichoke, ni tamu iliyo kijani. Fa inna Allaha mustakhalifukum fiha, na kama Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaweka makhalifa, mwenye kuwatawalisha katika hiyo dunia. Fayandhura kaifa taamalun, shatazame mtafanyaje. Fattaqu dunya wattaqu nisaa, basi iogopeni dunia na waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil, hakika fitna ya kwanza kabisa ya bani Israil, kanat fi nisaa, ilikuwa ni kwa wanawake. Akisema dunia ni tamu, manake ni kitu tamu. Hadhira ni kitu ambacho cha kijani. Katika mazingira, kitu kinachovutia kwenye macho zaidi, ukijani unavutia. Ndio maana unakuta mtu nyumbani kwake anatengeneza garden. Yuko katikati ya mji, Dar es Salaam, Mwanza, wapi, na katikati ya mji, lakini anatengeneza garden. Garden ile atapanda vijani hivyo vinini, ataviweka, basi ukija pale anasikia raha kabisa. Na mapambo yako mengi ya kuweza kupamba, lakini hakuna nyumba itakosa kijibustani. Hadhir. Sasa na hata shambani kwako wewe ukiona kumejua limewaka, mazao yameanza kuharibika, yamekoronjano, unaumia. Lakini ukifika ukayakuta yako kijani, manake unafurahi kweli kweli na unakuwa na matumaini pia ya kuvuna. Basi ndio dunia ilivyo. Mtu akitasawuri anaitasawuri katika hali ya hadhir, kama vile kijani kibichi katika shamba, katika bustani na katika maeneo yoyote. Mwenyezi Mungu ametuweka hapa sasa, tusijisahau kwa utamu huu na uzuri huu katika mandhari, tukajisahau tukamuasi. Ndio anasema anatuangalia tutafanyaje, maana tukifanya vizuri tukalipwe, na tukifanya vibaya tukapata adhabu, waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atukinge. Sasa iogopeni dunia yenyewe na waogopeni wanawake, kwa sababu fitina ya bani Israeli ilikuwa kwa wanawake. Yasemwa kuna wakati ilifikia mahali askari wa bani Israeli walikuwa wanashinda, kila wanapofanya wanashinda. Wapinzani wao ambao ni makafiri wakaamua kutafuta mbinu nzuri. walioifanya ni kuwatafuta wanawake wazuri na kuwapa vidude vya kwenda uza. Wewe chukua kachori, wewe chukua viazi, wewe chukua karanga, wewe chukua nini, nenda kauze. Lakini kabla huja kwenda, jipambe unavyojua kujipamba. Jipambe unavyojua kujipamba. Kama kuna kitu huna wahitaji tukupe, kama ni poda, kama ni mafuta haya ya podoa huna, tuje tukupatie, kama ni kitu gani, lakini ujipambe kweli kweli. Makeup na kila kitu. Na uhakikishe kwamba anachotaka bani Israeli muuzie, anachotaka kukopa mkopesha, anachotaka kuonja muonjeshe, chochote katika biashara zako unazokwenda nazo hizi mbili. Basi walishindwa bani Israeli, kila walivyojaribu waliingia kwenye mtego huo. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. التقى ndo mlango wetu. Mtume alikuwa akisema hivi mara kwa mara, inni as'aluka alhuda wattaqwa, nakuomba uongofu na ucha Mungu. Kukuogopa wewe ni jambo linahitaji taufiki ya Allah, basi tuliombe mara kwa mara. Wala afafa, na kujichunga. Wala ghina, na kujitosha. Alghina sio utajiri kwamba nipate magari, nipate nafsi inayokinai, ndio kujitosha. Niwe situmai cha mtu, sitaki cha mtu kwa kukiomba wala kwa kukiiba. Rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laisal ghina an kathratil arad, utajiri si kwa sababu ya vitu vingi, magari, mabnini, lakini ghina nafsi ndio aliyokuwa akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya 4 عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى kisha akaona mtu ameapa ima kufanya jambo au kuacha jambo, thumma raa, kisha akaona atqa lillahi minha, jambo la kumcha Mungu zaidi kuliko hilo. Hiki nilichokiapia hiki hakiko katika ucha Mungu,
lakini jambo fulani liliko katika uchamungu. Faliyati taqwa, na aiendee takwa na afanye lile ambalo ni la kichaji Mungu zaidi kuliko aliloliapia. Rawahu Muslim. Ama hadithi ya mwisho katika mlango wetu huu, an Abi Umamata Suddi ibn Ajlan au ni Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wadaa. Nilimsikia mtume wa Allah anahutubu katika hajjatil wadaa, faqala ittaqullaha wasallu khamsakum, mcheni Allah na fungeni na swalini swala zenu tano. Wasumu shahrakum, na fungeni mwezi wenu wa Ramadhani. Wa addu zakata amwalikum, tekelezeni zaka za mali zenu. Wa atiu umaraakum, na watuini viongozi wenu. Wa atiu umaraakum, watuini viongozi wenu. Tadkhulu jannata rabbikum, mutaingia pepo ya Mola wenu. Rawahu Tirmidhi fi akhiri kitabi sala. Amepokea hadithi hii Imam Tirmidhi katika mwisho wa kitabu salat, waqala hadithun hasanun sahihun. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo ukiyafanya kikamilifu, nayo vile vile pepo hii hapa haina kipingamizi. Toa zaka, funga mwezi wa Ramadhani, swali swala tano, watii viongozi. Hapo kwenye kuwatii viongozi hatutaki kurefusha maneno, lakini ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mtume wetu ametuambia. Kule Allah amesema wa ulil amri minkum, na mtume sallam katika maneno yake aliyosisitiza kwenye hajjatul wadaa na hili na ahadi akasema tadkhulu jannata rabbikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.